Yaani mambo vipi? Mko poa? Fresh kabisa? Poa. Bwana mimi naitwa Afande Selemani. Sawa boss. Ila sio Mbosso, sawa? Huyo achana nayo, sawa? Kwani mimi amnifahamu? Dada nani? Jina langu mnaniita dada nani? Wengine mnakuonaga tu. Kuna watu wana jina lao. Huyu hapa. Dada nani? Dada Poti. Sasa mimi kwa majina leo mnifahamu jina langu. Mimi kwa majina naitwa Inspector Pendo Meshurie. Ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilaya ya Morogoro. Na nimekuja na timu ya watendaji wa dawati kwa kushirikiana na maafisa ustawi wa jamii. Tumekuja kuwatembelea leo vijana wa soko la Mawenzi kwa lengo moja. Tuko kwenye maadhimisho ya wiki ya watoto wanaoishi kwenye mazingira hatarishi au watoto wanaoishi kwenye mazingira ya biashara, lakini umri wenu unatakiwa muwe shule, umri wenu mnatakiwa muwe nyumbani, mnahudumiwa, lakini nyinyi mnajipambania kutafuta nini? Kutafuta riziki. Kwa hiyo tumekuja kuzungumza na nyinyi kuhusu masuala machache yanayohusiana na ukatili wa kijinsia. Tunaamini kwenye maeneo yenu ya biashara wako ambao wanakutana na vitendo vya ukatili wanaofanyiwa, lakini na wapo ambao wakubwa mnafanya nyinyi wenyewe, si ndio Wale wadogo, unasikia mdogo wangu? Wale wadogo, vitendo vya ukatili ni vile vitendo vyote ambavyo unafanyiwa pasipokuwa na ridhaa yako. Vitendo hivyo ni pamoja na kupigwa, kulawitiwa. Nyinyi watoto wa kiume, tunaamini watoto wa kiume nyinyi ni vinguvu kazi, si ndio Nyinyi ndio mnatakiwa mtoe, ila sio nyinyi muingiliwe. Kwa hiyo vitendo hivi tunavipiga sana vita, tunavipiga marufuku. Kama afande alivyosema, tunatukia dawati la jinsia na watoto, sawa? Tupo hapa kwa ajili yenu. Tunaelewana jamani? Kwa ajili yenu kwa sababu gani? Nyinyi ni vijana wadogo ambao mnakuwa, si ndivyo? Kwenye ukuaji wenu tunawategemea sana. Tunaelewana jamani? Yani nyinyi mnatakiwa muwe kigezo chema hapa sehemu hii ya sokoni, sawa? Hizi issue za kuingiliwa kinyume na maumbile zipo nyingi sana. Hatuwezi kutaja majina, lakini wapo ambao wenzenu wanafanywa hayo mambo, sawa? Kuna mwenzenu mmoja hapa soko hili alishakufanyiwa hivyo vitu. Sio, tunaelewana? Kwa hiyo tunavyosema au tunapokuja kuongea tuna uhakika na vile ambavyo vinatokea, na wanaowafanyia inawezekana ni wakubwa kuwazidi nyinyi. Inawezekana wanawarubuni kutokana na vile kwamba wao wana mitaji, si ndivyo? Wao ndo wanawapa biashara, si ndivyo? Anapokupa wewe biashara, basi iwe kwenye biashara tu, asikulazimishe kufanya kitu kingine chochote. Wote hapo mliokopo wengi ni wanaume, si ndivyo? Kama ni wanaume, basi mnatakiwa mjilinde. Wewe leo ukileft group ujue haurudi tena kwenye group, si ndivyo jamani? Ukiondoka leo kwenye uvulana huu au kwenye wanaume hauwezi kurudi tena. Kwa hiyo lazima ukubali kwamba mtu yoyote anapotaka kufanya jambo lolote ambalo si sahihi kwako wewe, usikubali. Tunaelewana? Kataa. Yaani hata kama atakupa shilingi ngapi, wewe hutakiwi kukubaliana na hilo jambo. Lakini pia nyinyi mshakuwa watu wazima sasa, si ndivyo? Wengine mshabalee. Sasa ukitoka kwenye utafutaji wako hapa, sio ukatafute wanawake ukaenda ukawabaka huko nje. Tunaelewana jamani? Jaribu kuzuia hisia zako. Lakini pia tunatamani pale unapoona mwenzako anapatwa na jambo lolote, wewe usikae kimya. Ukasema ni kwa sababu mwenzangu fulani tu amefanyiwa jambo fulani. Hapana. Hapa sokoni kuna viongozi, si ndivyo? Kama unaona kituoni ni mbali, nenda kwa viongozi. Naitwa Zalani Hamisi, natokea soko la Mawenzi. Nimemsikiliza Afande Sele. Mimi siwezi nikawashoga na kaza. Yote aliyosema mimi nimemuelewa. Na mimi nitaulinda utu wangu. Sio natokea mtu huko anakuja hapa na hela zake anatulagai anataka kutuvua utu wetu. Mimi nitakaza kama mwanaume lijali bro.